Naam, mpenzi msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi hiki Uketo wa Kiswahili ambacho kinakuja hewani. Mie jina langu ni Ustadh Kakamnae kama ilivyo ada. Kumbuka kwamba kipindi hiki Uketo wa Kiswahili ni kipindi ambacho kina taarifu mengi kuhusiana na msamiati wa Kiswahili, maswala yanayofungamana na fasihi, tukijaribu kupambanua maswala ya fasihi kama vile riwaya, tamthilia, hadithi fupi, mashairi na maswala ya fasihi simulizi. Kuna pia maswala yanayofungamana na matumizi ya lugha ikiwemo maswala kama vile sarufi, ukubwa, udogo, maswala ya yambwa, chagizo pamoja na virai. Na leo tu ningependa tuangalie msamiati wa kilimo. Mojawapo, kumbuka istilahi hizi za kilimo, kuna zile ambazo zinahusiana na swala la kilimo yenyewe ama zaraa, ama zile ambazo zinahusu wanyama ama hata ndege wanaofugwa pale nyumbani. Mojawapo ya msamiati ambao ningependa tuone ni msamiati kilimo. Kumbuka kwamba neno jingine la kilimo ni zaraa. Kwa hivyo tunapozungumzia kilimo, fahamu kwamba tunarejelea zaraa. Na katika zaraa ama katika kilimo kuna neno kuatika. Kwa hivyo kuatika ni kule kufanya nini? Ni hali ya kung'oa mmea na kupanda mahali pengine. Kwa Kiingereza huwa tunaita transplant. Kwa mfano miche, unaondoa miche kutoa eneo moja na upeleke miche ile ukapanda kwingine. You are transplanting. Kwa hivyo kwa Kiswahili kutransplant tunasema kuatika. Kuna neno kitalu, ukitaka pia tunaita kitangu, ukitaka pia tunaita kitaru. Kwa hivyo kitalu, kitangu ama kitaru ni bustani ya kukuzia miche kabla ya kuatika. Kwa hivyo bustani ya kukuzia miche kabla ya miche yenyewe kuweza kuatikwa, basi tunaita kitalu, kitaru ama kitangu. Neno la Kiingereza ni courtyard ama garden. Kuna neno chalo. Chalo, mwanafunzi ama mkereketo wa lugha, tuelewe kwamba chalo ni shamba la nini? Miwa. Na ifahamike kwamba najua kwa wengi wanamejua tu chalo ni neno jingine la kumuita mtu ambaye anaitwa Charles. Lakini chalo tujua kwamba ni shamba la miwa ama ni sugarcane farm. Kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu chalo, elewa fama kwamba ni shamba la miwa. Istilahi nyingine ambayo ningependa tuone ni istilahi kitivo. Kitivo, najua kwamba kwa chuo kikuu kitivo ni faculty, lakini kitivo kwa msamiati wa kilimo, kitivo ni sehemu ya ardhi ambayo ina rutuba. Kwa Kiingereza tunaita fertile land. Kwa hivyo kitivo sio faculty kama ilivyo katika vyuo vikuu, bali kitivo ni sehemu ya ardhi yenye rutuba ama fertile land. Kuna msamiati mwingine ama istilahi nyingine, jaluba. Tunapozungumzia jaluba, jaluba tuweze kufahamu kwamba ni nini? Ni shamba la mpunga. Jaluba ni shamba la mpunga. Ama tunasema pia kwa Kiingereza ni rice field. Lile shamba la mpunga ama rice field kwa Kiswahili tunaita jaluba. Kuna kitenzi kingine ambacho ni rina. Rina ni hali ya kupakua asali kutoka kwenye nini? Mzinga. Kwa hivyo wakati ambapo tunatoa asali kutoka kwenye mzinga, basi hali ile tunasema tunarina asali. Kwa hivyo hatusemi kwamba ati ninaenda kutoa asali. Unatoaje asali? Unaenda kufanya nini? Unaenda kurina asali. Kuna neno popoa ama angua ama tungua.
Kwa hivyo maneno yale popoa, angua, tungua ni hali ya kuondoa matunda kwenye mti kwa kupiga kwa kitu kama vile jiwe ama hata kijiti wakati mwingine. Nadhani pale nyumbani nakotoka usuli wangu, mara nyingi sana kulikuwa na miti ya mti wa mpera, na kwenye mti ule mara nyingi sana kuukwea ama kuuparaga mti ule ulikuwa unalazimika, wakati mwingine inakuwa ni kizungumkuti. Kwa hivyo utatoaje mapera yaliyomo mtini? Unachukua jiwe, unalenga yale matunda ili yaweze kuanguka. Kitendo cha kulenga kwa kutumia labda jiwe ama kutumia kijiti ni kupopoa, ni kuangua ama ni kutungua. Mwanafunzi ama mkereketo wangu wa lugha, kumbuka kwamba nimeweza sema kwamba uweze kusubscribe penye kipindi hiki Uketo wa Kiswahili ili uweze kupata uondo kamili wa mafunzo yanayopitia kipindi hiki. Nahodha wako amekuwa ni kaka Mnai. Kwa hivyo jambo jingine ambalo ama msamiati mwingine ambao ningependa tuweze kuangazia ni stawi. Kustawi ni hali ya mmea kufanya nini? Hali ya mmea kukua kwa hali nzuri. Mmea unapokuwa katika hali nzuri, tunasema mmea ule umeweza kufanya nini? Mmea ule umeweza kustawi ama kuthrive. Stawi ni kuthrive kwa Kiingereza, ama kwa Kiingereza sijui neno jingine, labda kakangu mahali ulipo unaweza andika ujumbe, dadangu mahali ulipo unaweza ukaandika ujumbe kwamba neno jingine la Kiingereza la neno stawi unaweza ukanipatia neno mbadala katika lugha ya Kiingereza kando na thrive. Nadhani pia flourish inaweza ikatumika katika muktadha kama kule, endapo unarejelea mmea pia unaweza ukasema ni kuthrive ama ni kuflourish, lakini kumbuka kwamba katika Kiswahili tunasema stawi, ambayo nimesema kwamba ni hali ya mmea kukua kwa hali nzuri. Kuna istilahi nyingine ambayo ni wehu, na tunapozungumzia wehu ni sehemu ya ardhi iliyolimwa na tayari kupandwa, a cultivated land. Sehemu ya ardhi ambayo imelimwa na iko tayari kwa kupandwa, basi kwa Kiswahili tunasema wehu. Kwa hivyo hatuwezi tukasema tu ni shamba. Naam, shamba, lakini endapo shamba lile limelimwa na liko tayari basi kupandwa, basi tunasema ni wehu. Kuna pogoa, lakini sijazungumzia pogoa Bakari kwa wale ambao wamesoma riwaya ya hapo awali. Ni pogoa ama bogoa ama pagua. Nadhani unapata istilahi hizo tatu: pogoa, bogoa ama pagua. Ni hali ya kukata matagaa ya mmea. Matagaa ni ya branches ya mmea kwa kupunguza ukubwa wake. Neno la Kiingereza ni pruning ama kufanyia pruning. Unapofanya pruning kwa Kiswahili, neno lake ni pogoa, bogoa, pagua. Nadhani unapata matamshi yangu. Kuna kutungua. Kunradhi, sio kutungua, chuma. Chuma. Kuchuma, kwa mfano mara nyingi michai, unapoenda maeneo ya Kericho pale, kama juzi wakati nimekuwa kwenye pitapita zangu, nikitoka Nakuru kuenda maeneo ya Kericho, kutoka hapo Chepsiri ukienda hadi Brookbond huko, ukiteremka hadi maeneo ya Litei, nikaenda hadi Kisii pale maeneo ya mbali tu, nikaona mashamba ya michai na nikaona watu wengi tu wanafanya nini? Watu wengi walikuwa wanachuma chai. Kwa hivyo kuchuma ni kutungua matunda au maua kutoka mtini. Unapotungua matunda ama maua kutoka mtini, basi tunasema tunachuma, sio kuchuna. Najua watu wengi sana wana mazoea ya kuchuna. Neno ama istilahi kamili ya tendo lile ni chuma, ambayo ni kutungua matunda ama maua kutoka kwenye mtini. Ni kupluck ama kupick ama
Neno la Kiingereza jingine ni culling. Kuna vuna. Vuna, kumbuka kwamba vuna ni kitenzi, ni tendo hili ambalo unaondoa mazao shambani baada ya mazao yale kuweza kufanya nini? Kukomaa. Tunasema kwa Kiingereza harvest. Harvest ama harvest. Nadhani neno ni harvest kwa sababu harvest kwa Kiingereza ni nomino. Sasa kuna harvest na harvest. Kwa hivyo kidogo yanakanganya. Kuna koongo ama korongo ama genge na ama gema pia. Tunasema koongo, korongo ama genge ni mashimo. Wakati unapochimba yale mashimo shambani kwa nia ya kufanya nini? Kupanda yale mashimo yanayopandwa, basi tunaita korongo. Endapo ni moja, endapo ni mashimo ni makorongo ama makoongo ama hata magema ama hata magenge. Na tusahau pia kwamba wakati mvua kubwa inaponyesha mahali na mchanga ikaondolewa, kaunda shimo kubwa sana, kwa Kiingereza tunaita valley. Valley pia kumbuka ni koongo, pia ni korongo, lakini hapa hatuangalii korongo inayosababishwa na mvua kubwa ikinyesha mahali na mchanga kufagiliwa ama kuchukuliwa, bali yale mashimo ambayo yanalimwa shambani kwa nia ya kupanda, basi ni koongo, korongo ama ni genge ama ukipenda tunaita gema. Kuna atamia. Atamia ni kitendo, ni kitenzi hiki. Kuku kulalia mayai ili aweze kuanguliwa, basi tunasema atamia. Najua tumezoea sana, kuku amelalia mayai. La, si Kiswahili sanifu hicho. Tunasema kuku ameatamia. Kwa Kiingereza tunasema incubate. Incubate. Kwa hivyo kuku ameatamia. Wakati mwingine tunapokuwa na sherehe, nadhani leo ni siku ya Eid Mubarak kwa wale ndugu zetu Waislamu, na labda kuna ndugu zetu ambao waliweza kuchinja kuku. Sijui kama Waislamu wanachinja kuku. Unaweza ukaniandikia pale kwa comment section uniambie endapo labda Waislamu wanachinja kuku kwenye sherehe kama hizi za Eid Mubarak, sikukuu kama hii. Sina uhakika mie kwa sababu mimi ni Mkristo, kwa hivyo sijui sana arudhi za Kiislamu, lakini kunyonyoa ni kuondoa manyoya kwa kuku. Unapoondoa manyoya, huwezi kusema toa manyoya, la, nyonyoa kuku huyo, nyonyoa kuku huyo. Kwa hivyo unaposema kwamba nyonyoa kuku huyo, basi ni kule kuondoa nini? Manyoya kwenye kuku. Hata wakati mwingine nywele unyonyolewa. Endapo utaondoa nywele kwa kutumia mkono, unyonyolewa. Kwa hivyo sijui nitasema ni wakati upi ambapo unaweza kumnyonyoa, lakini tunaweza mnyonyoa pia sungura. Nadhani tukiwa wadogo mara nyingi sana ungefukuzana na sungura papara kule na kule, na unapomkamata baadaye unamnyonyoa. Kwa hivyo kitendo kile ni kunyonyoa, kuondoa manyoya au nywele. Si kutaka kuandika nywele kwa sababu nywele tunarejelea kuku sana sana. Kuna angua ama totoa. Kuangua ama kutotoa ni kutoa kifaranga katika yai. Tunaposema hatch kwa Kiingereza, hatch. Na ndugu zetu wengine matamshi yao kidogo na lafudhi wanasema hash. Ni kuhatch. Kwa hivyo unapotoa kifaranga katika yai, tendo kile tunasema angua ama tunasema totoa. Na mara nyingi tunapototoa tunatumia kitotoa ama kiangulia. Kwa hivyo kitotoa ama kiangulia kwa Kiingereza huwa tunaita incubator. Kumbuka kwamba incubator ama kitotoa ama kiangulia ni mtambo maalum wa kuangulia mayai. Ule mtambo maalum wa kuangulia mayai, basi tunaita kitotoa ama tunaita kiangulia.
kuna fuko na kuna msamiati mwingine ambao unatumika kwa niaba ya fuko unaitwa oto. Oto ni sehemu anakotaga mayai kuku. Sehemu anakotaga kuku ni chicken hatchery, Sehemu anakotaga mayai kuku basi tunaita fuko. Sijui kama mlikuwa mnafahamu hili. Endapo labda hukuwa na ufahamu, unaweza ukaniandikia pale kwa comment section uniambie kwenu mlikuwa mnaita nini fuko, ile sehemu anakotaga mayai kuku ambayo nimesema kwa Kiingereza ni chicken hatchery. Niambie huwa mnaita nini, ama huwa mnasema tu sehemu ambapo kuku anatagia mayai. Kwa hivyo leo fahamu kwamba sehemu anakotaga mayai kuku huitwa fuko ama oto. Kuna jimbi, mara nyingi wanasikia jimbi la kwanza nilidamka, kabla ya jimbi la kwanza kuwika, kabla ya jogoo, kabla ya kikwara. Jimbi, jogoo, kikwara ni kuku wa kiume anayewika, tunaita cock ama rooster. Tunaita pia rooster kwa Kiingereza ama cock. Kwa hivyo, lakini kuna pora, kuku wa kiume ambaye hajaanza kuwika, nadhani kwa Kiingereza tunaita cockerel. Kuku ambaye hajaweza kuwika tunaita pora. Kwa hivyo pora akifikisha uwezo wa kuwika basi ni jimbi, jogoo ama kikwara, lakini kama bado hajaanza kuwika, bado anatoa ile sauti kidogo, anaitwa pora. Sijui pale kwenu kwa lugha ya kinyumbani mnaita nini? Sijui hata kwetu, mimi sina uhakika, labda watatuambia wale ndugu zetu mbalimbali tu katika jamii yetu, kwa sababu jamii yetu ya Kenya, kumbuka tuna jumla ya makabila 42. Makabila 40, si 42, nimekosea, ni 42. Na kwa hivyo unaweza niandikia kwa pale kwenu pora mlikuwa mnaitaje, lakini kwa Kiswahili ni pora, ni kuku wa kiume ambaye hajaanza kuwika. Kuna kiweto. Kiweto ni kuku asiyetaga mayai. Kuku asiyetaga ya mayai anaitwa kiweto. Kuna kishingo ama kinyonyoke. Kishingo ama kinyonyoke, huyu ni kuku asiye na manyoya shingoni. Pale nakotoka wanaita chesingo. Sijui kama wanaita nini kwenu, niandikie pale kwa comment section. Kwa hivyo kishingo ama kinyonyoke ni kuku ambaye asiye na manyoya shingoni, tunaita kishingo ama kinyonyoke. Kuna koo. Koo ni kuku wa kike anayetaga mayai. Kwa hivyo kuku wa kike anayetaga mayai, breeding chicken, tunaita koo. Lakini kuna mtetea, tembe ama mtamba. Mtetea, tembe ama mtamba, huyu ni kuku anayekaribia kutaga. Hajataga, koo ametaga tayari. Lakini mtetea, tembe ama mtamba hajataga. Ni kuku anayekaribia kutaga mayai, basi tunamuita mtetea ama tunamuita tembe ama mtamba. Kuna mangisi ama kidimu. Mangisi kwa Kiingereza ama kidimu ni ruffled feathered chicken. Huyu ni kuku mwenye manyoya yaliyosimama. Sijui tutaitaje kwetu, sina uhakika. Kwa hivyo endapo tunarejelea basi kuku wa aina hiyo, tunazungumzia mangisi ama kidimu. Kwa hivyo msikilizaji na mpenzi wangu wa lugha, kumbuka naitwa Kaka Mnae kama ilivyo ada, na kipindi ni Uketo wa Kiswahili. Ningependa kwamba uweze kusubscribe kwenye kipindi hiki ili kila mara tuwe tunatangamana kupitia kipindi hiki, ili tuweze tusoma msamiati mbalimbali inayofungamana na lugha hii. Lakini kumbuka kwamba tumeangalia msamiati ama istilahi kama vile kilimo, nimesema ni zaraa, kuatika, tumeangalia kitalu, chalo, kitivo, jaluba, rina. Tumeangalia hata msamiati tu kama vile popoa ama angua, matungua, stawi, wehu, pogoa ama bogoa, ikiwemo
msamiati mwingine nyingi tu wa lugha ya Kiswahili. Mie nawatakia kila laheri leo. Maulana nawatakia heri njema zake Maulana, sikukuu hii ya Eid Mubarak kwa ndugu zetu Waislamu. Niite Kaka Mnai, kipindi hiki kiite Kiswahili. Andika ujumbe, andika arafa, hata subscribe kwenye kipindi hiki. Asanteni sana.